لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa, kipindi hewani ad-dinu nasiha. Dini ni kunasihiana, dini kuelekezana, kukumbushana na kufundishana. Walillahi alhamdu. Katika darsa yetu ya leo tutazungumzia shahrul Muharram, mwezi wa Muharram. Mwezi huu wa Muharram umeitwa shahrullahi al-Muharram, ni mwezi wa Mwenyezi Mungu wa Muharram, ni mwezi katika miezi bora, ni mwezi katika miezi mitukufu, na umepata sharafu mwezi huu pale ambapo ulipochaguliwa na kupitishwa kuwa ndio mwezi wa mwanzo wa kusomeka kwa kalenda ya Kiislamu Hijiria. Falillahi alhamdu. Ama katika mwezi huu una mambo mengi sana, kama ambavyo mwezi uliotangulia umekuwa na mambo mengi. Ndugu zangu katika iman, tunamaliza mwezi wa Dhulhijja, tunakwenda katika mwezi wa Muharram. Miezi hii yote miwili ni katika miezi mitukufu, katika ile arba'at hurumun, katika miezi minne iliyo mitukufu. Mwezi wa Dhulhijja ambao ni mwezi wa 12 katika tarikhi ya Uislamu, na huu mwezi wa Muharram ambao ndio tunauelekea, ambao ni mwezi ambao ni wa mwanzo wa kusomeka kwa kalenda ya Kiislamu. Miezi hii ina siri kubwa. Angalia, katika mwezi uliopita, mwezi wa Dhulhijja, tumepata sunna almuakkada, sunna ya saumu yaumi Arafa, ambayo ni tasiu min Dhulhijja. Siku ya 9 ya mwezi huu wa Dhulhijja tumepata sunna ya kufunga siku ya Arafa, sunna ambayo imefuta au inafuta madhambi ya mwenye kufunga ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Halikadhalika mwezi wa Muharram, mwezi wa Muharram kuna sunna ya kufunga al-ashir, siku ya 10 fi shahri Muharram, katika mwezi wa Muharram. Siku hii maarufu yake Ashura, ni siku ya 10 ya mwezi wa Muharram. Lakini huku katika mwezi wa Dhulhijja ni siku ya 9, katika mwezi wa Muharram ni siku ya 10. Lamma wasala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi al-Madina, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipowasili Madina, aliwakuta pale wakazi wa pale Mayahudi wakiwa wanafunga funga ya siku ya Ashura, na alipowauliza kwa nini wanafunga, wakasema yaumu najja Allahu Musa wa bani Israil. Hii ndio siku ambayo Musa na watu wake bani Israil waliokolewa kutokana na mateso na adhabu na vitimbi vya Firauni na watu wake. Waliokolewa katika bahari wakati wanachungwa na kusukumwa na kukimbizwa, wakiwa hawana pa kukimbilia zaidi ya uelekeo wa bahari, wakijua ima wasimame tu wapige au waendelee kukimbia mahala ambapo hapata kuwa salama kwao, watazama watakufa ndani ya maji. Allah subhanahu wa ta'ala akaichawanya bahari, ikapatikana njia mahala pakavu, wakapita, wakenda wakanusurika. Walipofika ng'ambo ya pili, na hawa waliokuwa nyuma wakaona kama wao wamepita, na sisi tutawakimbiza, tuwafate, tuwaue. Walipoingia wakifika katikati, bahari ikajifunga, wakateketea. Kwa hiyo Mayahudi wanamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba siku hii sisi tunafunga kwa sababu ni siku ambayo Mungu alimnusuru na kumwokoa Musa na watu wake. Nahnu nasumu, sisi tunafunga shukran lillah, kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nini alisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Mtume akasema nahnu aula bi Musa minkum, sisi ni bora zaidi kwa Musa
kuliko nyie. Kama mnafunga kwa sababu ya kuokolewa kwa Musa na Bani Israel, sisi Waislamu tuna haki zaidi ya kufunga kuliko nyie, kwa sababu Musa siye ndugu yetu katika imani. Allah, 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 Allah. Angalia mafundisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na akatuwekea utaratibu bora wa kuweza kutofautiana nao hawa Mayahudi kwa funga ya siku ya mwezi wa 10 au kwa siku ya 10 ya mwezi wa Muharram. Kufunga kwa siku hii kuna daraja, na daraja zake ni 3. Daraja ya kwanza, afunge mfungaji mwezi 9, mwezi 10 na mwezi 11. Lakini daraja ya pili, afunge mwezi 9 na mwezi 10, na daraja ya 3 na ya mwisho, afunge mwezi 10 Muharram. Ndugu yangu katika imani, hizi ni fursa. Mwenye kuifunga siku hii ya Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala atamfutia madhambi yake yote kwa mwaka uliopita. La ilaha illa Allah. Angalia kule katika Muharram, katika mwezi wa Dhulhijja, anafutiwa madhambi yaliyotangulia na madhambi yatakayofuata. Huku akifunga siku hii moja au hizo 2 au hizo 3, Allah subhanahu wa ta'ala atamfutia madhambi yake yote kwa mwaka uliopita. Iweje wewe Muislamu unapitwa na fursa kama hizi kwa sababu tu hujajua au hujapata kukumbushwa? Ndio maana tumekuletea darasa hii ad-dinu nasiha, kwa lengo la kutoa nasaha ili isikupite fursa hiyo. Ukiandama mwezi, siku ya kwanza mpaka siku ya 8 ya 9 unafunga, siku ya 10 unafunga, ya 11 unafunga. Na huu ni utaratibu ambao hauingiliani na yale masiku meupe, ayyamul baydh, masiku meupe ambayo ni mwezi 13, mwezi 14 na mwezi 15. Maana yake kwenye mwezi wa Muharram kuna fursa nyingi sana. Ukiacha fursa ya kuwa unafanya ibada au unafanya kheri katika miezi mitukufu, lakini ndani yake kuna vitu vimepita ambavyo havipiti katika miezi mingine. Ndugu yangu katika iman, haya na mengine mengi utayapata hapa hapa katika kipindi chako pendwa ad-dinu nasiha. Ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma al-Qushairi ash-Shirazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.